naitwa Mary Jonas, ni muhitimu wa degree ya Bachelor of Science in Housing and Infrastructure Planning, Town Planner as per my stash. Nina furaha kwa ajili ya siku ya leo kuhitimu katika Chuo Kikuu cha Ardhi baada ya kumaliza miaka yangu 4 katika shahada ya mipango miji, ambao tunadili na upimaji wa ardhi, ugawanyishaji wa viwanja, kutatua migogoro mbalimbali na uhusiana na ardhi, ndio majukumu yetu, na pia kuandaa ramani mbalimbali, mfano mpango kabambe, mpango kina wa ardhi na matumizi sahihi ya utumiaji wa ardhi. Ninao furaha sana kwa siku ya leo and I'm happy for the event. Nani alikushawishi kusoma hiyo program? Hii tofauti na kushawishiwa, pia ilikuwa ni passion yangu. Nilikuwa ninapenda hiki kitu kwamba ninafanya planning, yani nina design nyumba mbalimbali hata kwenye somo la stadi za kazi kipindi nipo shule ya msingi. Lakini nilipofika ngazi ya elimu ya juu hii chuo kikuu, nilipoona kwamba kuna kozi inahusiana na nyumba pamoja na miundombinu, I was very interested kwamba naweza nikajoin nikasoma ili kutimiza ndoto zangu na maono yangu. Kwa hiyo ilikuwaje kuwaje, yani kuna mtu alikwambia au ulisoma vitabu? Pamoja na kwamba nilikuwa ni passion yangu kuja kufanya hiki kitu, lakini pia nina role model ambao wamefanya hii kazi, na niliona kwamba ni moja ya career ambayo inatatua changamoto zaidi, nao watu wameweza kusolve conflict mbalimbali atokianza katika maeneo yetu ya makazi tunayoishi kwa kutambua mipaka hivyo. Kwaona mimi kanishawishi kwamba niingie kwenye hii sekta kwa ajili ya kuhudumia wananchi, lakini pia kwa ajili ya kukuza career yangu ya masomo katika hii degree program. Watu gani ungependa kuwashukuru kwenye hii safari yako? Wa kwanza kabisa napenda kushukuru familia yangu for their support, economically, spiritually and morally, ambao wamenishape mpaka nimefika hapa. Lakini shukrani yangu nyingine pia ni kwa malecturer wangu wa Chuo Kikuu Ardhi, kwa sababu wao ndio wame-make sure kwamba pamoja na kwamba nilikuwa nina ndoto ya kufika hapa, lakini wao wameishape uweze kufika leo hii. Namshukuru lecturer wangu Dr. Fares ambaye amekuwa ni supervisor wangu katika dissertation yangu, kwa sababu aliongeza knowledge zaidi ya maarifa juu ya kile ambacho ninakifanyia kazi na ile taaluma ambayo baadaye nikienda mtaani nitazidi kudili nayo kwa ajili ya kusaidia wananchi. Wakati unasoma hii program, ndio kuna changamoto zozote ulikutana nazo ambazo zilitishia maisha yako ya elimu? Hii siwatishi watu, lakini ni moja ya kozi ambayo ni ngumu kidogo, kwa hiyo inahitaji uwepo full kiakili na kila kitu. Kuna baadhi ya vitu starehe nini unatakiwa uziweke pembeni kwanza ukiwa unadili na hii program. Kwa hiyo zile sacrifice hizo zilikuwa wakati mwingine zinakubana, unakosa muda wa kufanya hata vitu vingine, kwa hiyo inabidi ustiki tu kwenye academic basi. Pia changamoto nyingine, it's too demanding, inakuhitaji sana uwepo available muda wote. Ulishawahi kufikiria kuacha chuo? Ndio. Nakumbuka nikiwa mwaka wa pili, semester ya pili na about planning, ile semester ilikuwa ya moto sana. Ilikuwa na changamoto nyingi, unafanya kazi hivyo baadaye zinaonekana ziko chini ya kiwango, michoro ile unafanya lakini inakuwa iko chini ya kiwango, kwa hiyo ile ina discourage. Unaona hakuna kitu unachokifanya chuoni, beta tu labda upumzike, ukwiti kwanza chuo au uache chuo baadaye utakuja tena kuendelea. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni changamoto sana kwa sababu ilikuwa ni semester ngumu zaidi. Nini kilikupa msukumo kumaliza sasa? Cha kwanza, sababu wanasema kwamba mpambanaji ni mtu ambaye hakati tamaa leo kesho mpaka atakapofikia ndoto yake. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ile msukumo wa ndani wa kufikia ndoto yangu ilikuwa ni kitu cha kwanza kilichonipa bidii ya kufanya zaidi na zaidi ili niweze kuifikia siku hii ya leo ambapo nitapata ujuzi zaidi katika hii hapa course. Lakini pia kingine, support, ushauri, watu unawaelezea wanakuambia kwamba hizi tu ni baadhi ya stages ngumu, lakini mambo yatakuwa mazuri mbeleni, ile inakutia moyo. Lakini pia kuna dada zangu ambao walikuwa nasoma hii course pia, ambao walikuwa ni kama role model wangu, walikuwa wananishauri, wananisaidia pale ninapokwama. Namshukuru Mungu kwa hilo. Cha kwanza, usikate tamaa katika chochote kila, ugumu lolote lile ambalo unapitia. Cha pili, fanya kitu at your last breath, fanya kitu mpaka zile skills zako za mwisho zinapoishia. Alafu kingine kikubwa zaidi, mtegemee Mungu. Katika kila kitu unachokifanya mtangulize Mungu kwanza, utamaliza na mambo yatakuwa marahisi. Ndio hicho naweza kuwashauri. Hongera sana. Asante.
Wahitimu wetu ni mashuhuda wazuri kwa huduma bora na nzuri walioipokea wakati wa masomo yao. Tunawashukuru wote na kuwapongeza pia na kuwaomba wote muendelee na juhudi hizo za kuwahudumia wateja wetu ambao ni wanafunzi. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, chuo kimekuwa kinazingatia kwa usahihi miongozo mbalimbali inayotolewa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na miongozo inayotolewa na Baraza la Chuo chini ya uongozi wangu. Miongozo hiyo imekuwa dira imara katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali kwa viongozi wote. Pongezi nyingi nazitoa kwa uongozi mzima wa chuo chini ya Profesa Makamu Mkuu wa Chuo na wasaidizi wake, Makamu Mkuu wa Chuo, taaluma, utafiti na ushauri, na wahadhiri na watumishi wote kwa mshikamano na ushirikiano uliopo baina yenu na ushiriki wenu katika utekelezaji wa masuala mbalimbali kwa manufaa ya chuo. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, napenda pia kuchukua fursa hii kukuhakikishia kuwa tuna msingi imara ya kutuwezesha kupiga hatua kubwa zaidi. Sisi sote kwa umoja wetu tuna imani kuwa tutaendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuendelea kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Chuo kimehakikisha kinatekeleza mipango ya malengo ya kitaifa ikiwemo utekelezaji wa mipango ya kitaifa kulingana na dira ya maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2050 na mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 ambao kwa sasa utaishia mwaka 2025-2026. Sambamba na utekelezaji wa dira ya maendeleo na mipango mingine ya kitaifa, Baraza la Chuo limetoa maamuzi mbalimbali ya kisera na kiutekelezaji pamoja na kuhuisha miongozo na sera zinazotumika na chuo kwa sasa. Baadhi ya nyaraka ambazo tayari baraza limeidhinisha kutoka mahafali ya mwisho tuliokutana mwaka jana hadi leo ni pamoja na kuwa na rasimu ya sera ya jinsia ya aro iliyorekebishwa, kuwa na rasimu ya mawasiliano na masoko iliyorekebishwa, kufanya mapitio ya kanuni ya mitihani ya jumla ya vyuo vikuu kuhusu mfumo wa upangaji wa wanafunzi wa shahada ya kwanza, review of general university examination regulations on the undergraduate study grading system. Pia tumefanya mapitio ya kanuni ya mitihani ya jumla ya shahada ya kwanza kwa idadi ya juu zaidi ya kozi zinazoruhusiwa kurudiwa. Ndugu zetu wahitimu wa shahada mbalimbali, naomba tafadhali nizungumze na wahitimu wa shahada ya uhandisi wa mazingira. Tafadhali tuchukue nafasi zetu za kukaa upande huu, kama unahangaika kutafuta mahali pako pa kukaa. BSc Environmental Engineering ni upande huu hapa kama unaweza kuniona. Lakini pia wale ambao tumehitimu shahada ya science ya uhandisi civil engineering, tunafuata nyuma ya environmental engineering. Kwa tafadhali tufanye haraka tuweze kuchukua nafasi zetu za kukaa. Asante studio.